Baada ya mashambulizi ya Iran dhidi ya Bahrain na Kuwait, lakini pia mashambulizi ya awali yaliyofanywa na Iran huko nchini Israel yameashiria kwamba sasa Iran imerejea katika nguvu zake. Iran baada ya kushambuliwa katika vita vya siku 40, rais wa Marekani pamoja na vyombo vyao vya habari vilionyesha ulimwengu kwamba wa Iran sasa hawana uwezo wa mapambano kwa mara nyingine tena baada ya kuharibiwa kila kitu katika nchi hiyo. Lakini mashambulizi ya hivi punde yanaonyesha kwamba wa Iran bado wana nguvu kubwa. Wakati Iran ilivyorusha makombora na ndege zisizokuwa na rubani huko Israel mnamo Jumapili na Jumatatu, lakini pia mashambulizi ya kulipa kisasi yaliyofanywa mnamo Alhamisi baada ya mashambulizi ya Marekani. Sasa Iran inaonekana ni taifa lenye nguvu zaidi, tofauti na kile kilichokuwa kikielezwa na Rais Donald Trump, ambaye hata wakati huu baada ya kusitisha mapigano alidai kwamba bado jeshi la Iran halina nguvu kama ambavyo wao wanaona. Miaka mingi Iran imekuwa ikihalalisha mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya Israel, kulipiza kisasi hatua dhidi ya maeneo yake, makamanda au maslahi ya Iran. Lakini wakati huu ulikuwa tofauti. Tehran ilichukua hatua baada ya shambulizi dhidi ya mmoja wa washirika wake kufuatia shambulio la Israel kwenye jengo linalodaiwa kuhusishwa na Hezbollah kusini mwa Beirut, lakini pia kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na Marekani mnamo siku ya Alhamisi. Siku ya Jumatatu ya wiki hii, jeshi la Iran lilitangaza kuwa litasimamisha mashambulizi dhidi ya Israel, lakini uamuzi huo wa kushambulia ulizua swali muhimu: kwa nini viongozi wa Iran waliona huu kuwa wakati mwafaka wa kuchukua hatua hiyo, hata wakijua walihatarisha kuchochea hatua zaidi za kijeshi za Israel na kuhatarisha mazungumzo tete ya amani na Marekani? Sehemu ya jibu inaweza kuwa katika jinsi viongozi wa Iran wanavyotathmini msimamo wao baada ya miezi kadhaa ya mashambulizi na namna walivyoangalia hali ya jeshi lao, lakini pia hali ya silaha walizokuwa nazo. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran iliibuka kutokana na vita ikiwa imedhoofika katika hali ya uchumi na mambo mengine, lakini katika hali ya kijeshi jamhuri hiyo ya Kiislamu ilikuwa thabiti sana, na ndio maana iliweza kujibu mashambulizi ya Israel, lakini pia mashambulizi ya hivi punde ya Marekani. Licha shinikizo kubwa la kijeshi kutoka kwa Israel na Marekani, vikwazo vya kiuchumi na vikwazo vya kijeshi vya Marekani, jamhuri hiyo ya Kiislamu imeshikilia msimamo wake, ikiamini bado ina uwezo wa mapambano. Jeshi hilo la Iran IRGC limesema kwamba kwa sasa lina uwezo wa silaha wa 90%, tofauti na kile ambacho kilikuwa kikielezwa na Marekani. Iran sasa imeibuka na silaha kwa 70% baada ya kuzifukua katika maeneo ambapo zilifukiwa kwa sababu ya mashambulizi, lakini wa Iran wakisema kwamba katika siku 40 walitumia 10% tu kufanya mashambulizi Israel na maeneo mengine washirika wa Marekani wa eneo la Mashariki ya Kati. Serikali yao bado inasalia madarakani, vyombo vyake vya usalama viko sawa na hakuna uasi mkubwa uliotokea licha utabiri wa mara kwa mara uliotoka kwa wapinzani wake wa kimagharibi pamoja na Israel na Marekani kwamba wakati wowote serikali ya Iran ingeondoka madarakani. Uzoefu huo unaweza kuwa umebadilisha hesabu za Tehran. Baada ya kuonekana kama mwigizaji hatari anayetaka kuepusha makabiliano kwa gharama yoyote, Iran sasa inaweza kuonekana kama nguvu ambayo imestahili na inaweza kumudu kuweka mistari miekundu, kwa maana inaweza ikaeleza ni nini ambacho hakitakiwi ndani yake. Mashambulizi kutoka Israel na yale yaliyofanywa na Marekani hivi punde yanaweza kuwa ni madogo katika kulipiza kisasi kuliko kuzuia, lakini Tehran iliweza kukabiliana na mashambulizi hayo na iliweza kulipa kisasi hadi kuharibu moja kati ya kambi za Marekani huko Kuwait. Kuaminika kwa ushawishi wa Iran daima kumetegemea kwa kiasi fulani imani kwamba itawaunga mkono washirika wake. Kushindwa kujibu baada ya kuonya hadharani kwa Israel na Marekani kungeweza kufanya uaminifu huo kupotea kwa Iran na kwamba pengine hata wananchi wangekata tamaa. Lakini mamlaka chini ya kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Mujtaba Khamenei, kwa misimamo iliyothabiti, Iran imeendelea kuwepo na viongozi wameendelea kuwepo, lakini pia bado mapambano yanaendelea na viongozi wake wa kijeshi wakiapa wapo tayari kwa ajili ya mapambano wakati wote. Licha ya kwamba kuna wasiwasi wa Iran, maitikio ya Iran wa kawaida kwa makabiliano ya hivi punde yanaonyesha mjadala mpana zaidi. Baadhi wanachukulia hatua za Iran kwa jibu la haki, lakini wengine wakiona kwamba pengine hali itakuwa ni ngumu zaidi, hasa katika uchumi ndani ya nchi hiyo.
Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea